Hujambo na karibu katika rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi. Shirika la habari la Reuters limeripoti likinukuu vyanzo mbalimbali kuwa Israel inatazamiwa kufanya mashambulizi kwenye vituo vya nyuklia vya Iran katika miezi ijayo, licha ya kukataa kwa Marekani kuunga mkono hatua hizo za kijeshi za Israel. Majadiliano hayo yanakuja wakati duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran ikikamilika mjini Roma, Italia, huku mazungumzo ya ngazi ya wataalamu yakitarajiwa kuendelea Aprili 26 nchini Oman. Kulingana na shirika la Reuters, maafisa wa Israel wanapima mashambulizi madogo ambayo yatahitaji usaidizi mdogo kutoka Marekani, tofauti na kampeni kubwa na muda mrefu ulipuaji wa mabomu iliyokuwa ikizingatiwa kufanywa na Israel hapo awali. Israel iliripotiwa kuwasilisha kwa Washington chaguzi kadhaa za mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na ratiba ya majira ya masika na majira ya kiangazi. Afisa mkuu wa Israel aliambia chombo hicho kuwa hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa. Siku ya Jumatano, gazeti la The New York Times liliripoti kuwa Rais wa Marekani Donald Trump alikataa pendekezo la Israel la kufanya mashambulizi makubwa, akichagua kufuata diplomasia badala yake. Sina haraka kufanya hivyo kwa sababu nadhani Iran ina nafasi ya kuwa na nchi kubwa na kuishi kwa furaha bila vifo, na ningependa kuona hilo ndilo chaguo langu la kwanza, Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi. Afisa mkuu wa usalama wa Iran aliambia shirika la habari la Reuters kwamba Tehran ina intelijensia kutoka kwa vyanzo vya kuaminika kwamba Israel inapanga mashambulizi makubwa kwenye maeneo yake ya nyuklia. Maafisa wa Iran hapo awali wameapa kulipiza kisasi dhidi ya aina yoyote uchokozi kutoka Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Saidi Abbas Araghchi alisema siku ya Jumamosi kwamba mazungumzo mjini Rome yalifanyika katika mazingira yenye kujenga. Afisa mmoja Marekani akiambia shirika la habari la CBS News kwamba pande hizo mbili zimepata maendeleo mazuri. Trump aliachana na makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 yaliyoungwa mkono na Umoja Mataifa wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani, akishutumu Iran kwa kukiuka makubaliano hayo kwa siri. Aliwekea tena vikwazo Teherani na mwezi Februari alianzisha upya kampeni yake ya shinikizo la juu dhidi ya Tehran. Iran imekana kufanya makosa yoyote, lakini tangu wakati huo imerudisha nyuma ahadi zake chini ya makubaliano hayo ya nyuklia na kuongeza urutubishaji wa madini ya urani. Na tukitoka huko Israeli, tuelekee huko nchini Urusi, ambapo msaidizi wa rais wa Urusi Vladimir Putin amesema utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaelewa sababu kuu za mzozo wa Ukraine uliopo sasa. Yuri Ushakov amesisitiza hata hivyo kwamba kikwazo kikubwa kwa makubaliano ya amani ni hisia iliyoenea dhidi ya Urusi ambayo imeenea katika nchi za Magharibi. Ushakov ameyasema hayo katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Urusi Pavel Zabrin yaliyotolewa mwishoni mwa juma hili. Zarbin alimuuliza Ushakov kama anaamini kuwa Marekani inaelewa tofauti za maoni ya Urusi kuhusu makubaliano ya amani yanayoweza kutokea. Inaonekana kwangu kwamba uongozi wa Marekani pamoja na rais wanaelewa sababu za mzozo, Ushakov alisema. Mwanadiplomasia huyo alisema na kuongeza kuwa kuchafuka kwa hali ya hewa dhidi ya Urusi kumeanzishwa huko Marekani na Ulaya katika miaka na miongo kadhaa iliyopita. Hali ya hewa hii inazuia maendeleo ya mawazo ya busara ambayo baadhi ya viongozi ikiwa ni pamoja na wa Marekani wanakubaliana nayo, alisema Ushakov. Rais Vladimir Putin ametangaza kwamba wanajeshi wa Urusi watasitisha mashambulizi katika sikukuu za Pasaka. Kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema muda mfupi baadaye kwamba Kyiv itatenda kwa njia ya kubadilishana kama ambavyo Urusi inapanga. Trump na timu yake wamesema kuwa lengo lao ni kusuluhisha mzozo wa kijeshi uliopo kati ya Moscow na Kyiv. Na wakati hayo wakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Washington inaweza kuachana na juhudi za kutafuta suluhu la amani la mzozo wa Ukraine ikiwa Moscow na Kyiv zitashiriki katika mazungumzo. Ameongeza hata hivyo Marekani bado ina matumaini ya kuona mapigano yanamalizika. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Ijumaa, Trump aliombwa kutoa maoni yake kuhusu matamshi ya waziri wa mambo ya kigeni ya Marekani Marco Rubio, ambaye alikuwa anapendekeza kwamba ikulu ya White House inaweza kuachana na juhudi za kutafuta suluhu la mzozo wa Ukraine. Ikiwa kwa sababu fulani moja ya watu hawa wawili watafanya mazungumzo yao magumu, tutasema tu nyinyi ni wapumbavu, ni watu wa kutisha, Trump alisema na kuongeza, tutachukua pasi yetu, lakini tunatumaini hatutalazimika kufanya hivyo. Mapema siku ya Ijumaa, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari kwamba ikulu ya White House bado inangoja kuona ikiwa makubaliano ya amani yanawezekana. Tunahitaji kujua hapa sasa ndani ya siku chache ikiwa hii inaweza kufanywa kwa muda mfupi, kwa sababu ikiwa sivyo basi nadhani tutaendelea, Rubio alisema. Rubio alikataa kutoa maoni yake kuhusu kile kinachodajiliwa
kujadiliwa, lakini ameita ni mfumo mpana. Marco Rubio yuko sahihi kwa kusema tunataka kuona mzozo huu kisha, Trump alisema akibainisha, nadhani tunao nafasi nzuri ya kutatua tatizo. Trump amedai mara kwa mara anataka suluhu la amani kwa mzozo wa Ukraine haraka iwezekanavyo. Urusi na Marekani zimekuwa zikifanya mazungumzo tangu Trump aingie madarakani mwezi Januari. Nchi hizo mbili zimefanya duru kadhaa za mazungumzo ya ngazi ya juu, huku Kiev na waungaji mkono wake wa magharibi wakiendelea kushinikiza vita. Moscow imeshikilia kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya amani mradi mahitaji yake ya msingi ya usalama yatashughulikiwa. Urusi inapinga uwepo wote wa NATO kwenye ardhi ya Ukraine na imeitaka Kiev kutambua mipaka yake ya Urusi na kuachana na mipango yake ya kujiunga na NATO au kupata silaha za nyuklia. Serikali ya Moscow hata hivyo imesema haitakubali kusitishwa kwa mzozo huo ambao utasababisha tu uhasama mpya baadaye, ikitoa mfano ukiukaji wa mara kadhaa wa Ukraine wa upatanishi wa kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kama thibitisho la kutokuaminika kwa Kiev. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema siku ya Ijumaa mazungumzo yanaendelea ili kupata amani katika mzozo wa Ukraine. Na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Urusi Maria Zakharova amependekeza kuwa kansela anayekuja nchini Ujerumani anaweza kufufua enzi ya giza katika historia, kujibu ripoti ambayo ataahidi kuchukua jukumu tena katika hotuba ya Pasaka. Gazeti la Bild liliripoti kwamba katika hotuba hiyo ya Pasaka Friedrich Merz ataahidi kwamba Ujerumani itachukua tena jukumu katika Ulaya na ulimwenguni, sio kwa sauti kubwa lakini kwa uhakika, na sio kwa kiburi lakini kwa namna ya ushirika. Katika chapisho kwenye chaneli yake ya Telegraph baadaye Jumamosi, Zakharova aliuliza kwa mzaha kipindi gani cha historia tena, katika anwani inayodaiwa ya Merz ikirejelea. Akizungumza na ARD Jumapili iliyopita, Merz ambaye anatarajiwa kutangazwa rasmi kuwa kansela Mei 6 alisema kwamba anaweza kupeleka makombora Taurus nchini Ukraine. Mtangulizi wake Olaf Scholz amekataa mara kwa mara maombi ya Kiev ya roketi hizo, akielezea hofu ya kuongezeka kwa mzozo. Kansela anayekuja hata hivyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ujerumani itakuwa inawapa jeshi la Ukraine silaha kama hizo chini ya uongozi wake. Ameonekana kupendekeza kuwa Kiev inaweza kutumia makombora ya Taurus kupiga daraja linalounganisha Crimea na Urusi bara. Matthias Melch, kiongozi wa chama cha Social Democratic Party ambacho kwa sasa kiko katika harakati za kuunda serikali ya mseto na chama cha Christian Democratic cha Merz, alielezea matumaini yake siku ya Jumatano kwamba kansela anayekuja akishajulishwa kikamilifu na mashirika ya kijasusi wa Ujerumani atalitathmini tena swala hilo kwa uwazi. Nadhani hatutaki kuchangia kuongezeka kwa mzozo au kuwa mshirika wa vita, mwanasiasa huyo alisema. Akizungumzia matamshi ya Merz wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku ya Alhamisi, Zakharova alionya kwamba kwa kurusha moja kwa moja makombora haya haiwezekani bila usaidizi wa moja kwa moja wa askari wa Ujerumani. Mashambulizi kwenye vituo vyovyote vya Urusi au miundombinu muhimu ya usafiri itachukuliwa kama ushiriki wa moja kwa moja wa Ujerumani katika operesheni za kivita za Ukraine dhidi ya Urusi. Balozi wa Urusi nchini Ujerumani Sergei Nachalev vile amesema kwamba ingawa hatua hiyo haiwezi kubadilisha chochote katika uwanja wa vita, lakini uwasilishaji wa makombora ya Taurus ya Ujerumani kwa Ukraine inaweza kusababisha kuongezeka kwa mapigano na kulazimisha Moscow kulipiza kisasi. Wakati wote wa mzozo wa Ukraine, Moscow imelaani mara kwa mara msaada wa kijeshi wa nchi za magharibi kwa Kiev, ikisisitiza kwamba inatumika tu kuongeza muda wa umwagaji damu. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi.